Na pia vile vile, ndugu zanguni katika imani, miongoni mwa jambo ambalo ilikuwa nilizungumzia hapo mwanzo, kuna baadhi ya watu wanajiita kwamba wao ni ahlul Qur'an fakat, kwamba wao ni watu wa Qur'ani peke yake, hawana shida ya kufuata sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hawahitaji kabisa kusikia hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo wao wanahitaji kuishi na Qur'ani, mambo yao wanayaamua kwa kupitia Qur'ani. Sasa na wao kama wameamua kusimama katika msimamo huu, pia kuna maswali ni lazima tuwaulize na watujibu, kwa sababu ya kule ambako walikojiegemeza nako, kwamba ikiwa sunna ni chanzo cha pili cha sheria katika huu Uislamu wetu baada ya nini? Ya Qur'ani. Bimaana Qur'ani imetangulia kwanza, ikaweka sheria kwamba huu Uislamu inatakiwa uwe vipi, Allah anatutaka nini katika huu Uislamu. Qur'ani ikaweka wazi, ikabainisha. Na pia baada ya hapo kuna upande wa pili ambao ni upande wa sunna, ambao tumeona umuhimu wake ni chanzo cha pili katika nini? Katika sheria katika huu Uislamu wetu, sawa, baada ya nini? Ya Qur'ani. Kwa hiyo hao watu ambao wanaojinasibisha na Qur'ani tu peke yake, kwamba hawahitaji sunna, kuna baadhi ya aya, swali tunawauliza kwamba kuna baadhi ya aya katika Qur'ani, aya hizo Allahu subhanahu wa ta'ala alivyozitaja akasema, jamani, enyi ambao mlioniamini, fanyeni jambo fulani, halafu lile jambo tulioamriwa tulifanye hajaliwekea upambanuzi kwamba tunalifanya vipi jambo hilo. Lakini kwa sisi ambao tunaofuata kitabu cha Allah ambacho ni Qur'ani pamoja na Sunna, tunafahamu kwamba baadhi ya aya zimekuja zikashereheshwa na hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuweka wazi kwamba ni namna gani tutafanya hayo maamrisho ambayo Allah ametuamrisha. Kwa hiyo kama aya imezungumza tu peke yake, haijaweka ile hali ya ubainifu kwamba tunaifanyia kazi vipi hiyo aya. Kwa hiyo vipi sasa wataweza kuifanyia kazi aya hii ikiwa kwamba hawahitaji kufuata sunna za Mtume Muhammadi? Hilo ni swali lazima watujibu, sawa, kwamba aya baadhi ya zilizopo katika Qur'ani, baadhi yake hazijawekewa sherehe, isipokuwa Mtume Muhammad katika sunna zake ndio amekuja akaweka wazi kwamba ni namna gani tunaifanyia kazi aya hiyo. Sasa bimaana kwamba wao kama wao wanaifanyia kazi Qur'ani tu peke yao, bimaana aya hii watashindwa kuifanyia kazi kwa sababu hawajui ni namna gani waifanyie kazi. Hiyo ilikuwa ni umuhimu wa kwanza, kwamba sunna ni chanzo cha pili katika kuweka sheria katika huu Uislamu baada ya nini? Ya Qur'ani. Sasa